Zuchu mwenyewe pia alichukulia kawaida kwa sababu yeye kwenye game kitambo na comment hizo pia anapokea nyingi. Kwa sababu hata alivyomsaidia Pateni yenyewe kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema yeye ndo anatembelea upepo wadogo. Mimi ulivyoniambia kwamba brother nimefanikiwa kufanya 1 2 3, nikawa nimekumbuka lile swala la Zuchu, nikasema ama Zuchu amefanya kitu. Kwa sababu najua yule mwanamke mwenzako, sidhani kama anaweza kukuacha hivi. Kuna mkono wa Zuchu hapa? Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Yes, bana, mambo vipi mfuatiliaji wa KingPower TV? Ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Bana, wanasema muziki unalipa, muziki una pesa sana. Muziki ukiuendea vizuri kwa adabu na kwa heshima basi utakufanikisha. Leo tupo katika sehemu ambayo binti mdogo sana na wengi tulimfahamu kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia KingPower TV nadhani kwa namna moja ama nyingine tuliweza kuwa ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuhusika katika safari yake ya muziki pale ambapo tulimkuta mpaka hapa alipofika. Kwa namna moja ama nyingine jitihada zake, nguvu zake na imani yake kwa Mwenyezi Mungu ndizo ambazo zimeweza kumfanikisha kuweza kufika katika hatua hii hapa. Hebu kameramani onyesha kidogo eneo ambalo mdogo wetu anaishi kwa sasa. Ni muziki kwa namna moja ama nyingine. Mimi mwenyewe nimestaajabu alivyonipigia simu, kaka mambo vipi 1 2 3. Nikasema bwana, acha niweze kuwa ni mtu wa kwanza kuweza kushuhudia kile ambacho naweza kuzungumza, na kweli nimeweza kufika katika sehemu ambayo anaishi kwa sasa. Kwa hiyo ningependa kumpigia simu ili tuweze kuzungumza naye, lakini kabla ya kumpigia hapa ningependa kuwapa taarifa moja. Kuna dada ambaye anaitwa Milia. Yeye anatafuta marafiki wa kuchat na lakini pia kuweza kubadilishana mawazo hapa na pale, na namba zake za simu nataka nizitaje hapa ili kama wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao watapenda kuwa ni marafiki wa Milia, basi itakuwa ni vyema zaidi kuweza kumcheki ili muweze kuzungumza, kubadilishana mawazo na wa umri wote, lakini kidogo mtu ambaye anajitambua ama anajiheshimu. Lakini pia wewe mwanaume mwanamke ni sawa kabisa. Yeye namba yake ni unaanza na jumlisha 49178 15577 4 mwishoni. Narudia tena ni jumlisha 49178 1557774. Yeye yuko bwana huko Ulaya. Kwa kuna mmoja nyingine kama utahitaji kuweza kuwasiliana naye, check kwa namba hizo, piga story na itakuwa poa kabisa. Acha nimpigie mdogo wangu mwenyewe ili tuweze kuona tunafanyaje, maana kwa maelekezo nishafika, lakini sasa sijajua mdogo wangu ni muziki peke yake ama ni mambo mengine. Nataka tushuhudie mafanikio yake haya yametokana na kitu gani. Mimi ninachoamini ni muziki bwana. Muziki unalipa unajua. Naweza kauliza wewe Maga uliko wapi ama uko wapi? Kwa nini usifanye muziki? Usiendeleze swala la muziki. Mimi nimeamua kuwa huku jamani. Tukimezane huku. Tuendelee kusapotiana kwa namna moja ama nyingine, changamoto za hapa na pale najua tunapambana vipi. Kusaidizana. Na pia bado watu wanauliza kuhusiana na hili swala la pete jamani. Pete ndo kama ambavyo naiona, na kama utahitaji kuweza kupata maelekezo zaidi utaweza kunicheki tuweze kupeana taarifa kuhusiana na jambo hili. Habari? Hapa nampigia lakini naona simu haipokelewi. Okay. Tukape hello? Yes, habari? Epi, tuko nje hapa. Ulikuwa umelala? KingPower TV hapa, tuko nje hapa. Yeah. Yes. Naam? Okay, sawa. Okay. Alikuwa amepumzika kidogo.
Na nilikuwa nazungumzia swala la pete. Kwa namna moja ama nyingine najua kuna baadhi ya watu mnakuwa mnaniuliza sana maswali, King Paul unavaa pete na nini. Kuna watu ambao wanafahamu tayari kutokana na video zangu ambazo nakuwa naziweka kupitia King Paul TV. Ila kama ni miongoni mwa watu ambao ndo kwa mara ya kwanza wanatazama, basi ni kwamba pete hii ni pete ya kinga ambayo kama mtu anataka kufanya kitu kibaya ama wameandaa jambo fulani kukuharibia, basi pete hii ina uwezo wa kuzuia ubaya wao na ukabaki kuwa salama. Lakini pia kama ambavyo unaona jamani, tunanawili, si ndio? Kwa hiyo kuna moja ama nyingine ni kudra za Mwenyezi Mungu kuweza kutuongoza katika njia sahihi ambayo tunayo kwa sasa na tunazidi nayo kupambana nayo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinakuwa sawa kabisa. Ya hapa tunamsubiria Happy Voice. Huyo hapa nadhani okay. Happy. Mambo vipi? Uko fresh? Tukaribia ndani? Karibuni. Okay, sawa. Bana, tumekaribishwa na mrembo hapa. Binti yetu, kipenzi chetu, Happy Voice. Mimi nafunga geti ama? Okay, sawa sawa. Sawa. Tunakaribia wapi? Okay, sawa sawa. Ngoja. Nivue viatu ama nakwaje? Viatu vyangu sema viko sawa, vina shida kabisa bwana. Bwana mfuatiliaji wa King Paul TV, kama ambavyo unaona ni mazingira ambayo Happy Voice anaishi kwa sasa. Kama namani Happy Voice huyo hapa. Watu wanataka kumuona Happy Voice. Mambo vipi lakini? Shwari, fresh kabisa. Niko poa. Sawa. Tumeweza kuona kidogo kama kutokana na mwanga mzuri hapo. Tukae nje. Basi sawa. Unaweza tukakaa nje? Hamna shida. Tukae nje basi hivi. Yes. Nataka tukae nje tupate mwanga mzuri kabisa. Ili tuweze kupata kitu kizuri zaidi. Unakaa pazuri sana Happy. Tunaweza tukakaa tu hivi. Hakuna shida. Kuna shida kabisa. Yes, bana, tuliweza kukaribishwa vizuri na Happy Voice. Sasa mazingira ndani kidogo tumekosa right. Tukasema tukae nje, si kwamba ni kiza, hapana. Lakini tumeweza kuona mazingira mazuri, pako vizuri, very smart. Nimependa sana. Na tupo na Happy Voice hapa. Mimi najiuliza maswali mengi sana, sababu nilivyoachana naye kwa kipindi cha nyuma na sasa kidogo mambo yamebadilika sana. Tena naweza nikasema ni ghafla, ila unajua mapambano ya mtu ama mtu anapojitengenezea maendeleo yake, si lazima akwambie kila kitu. Kwa hiyo kitu ndicho ambacho nimeweza kukinoti hapa. Naweza nikasema ghafla, kumbe mtu alikuwa anajipanga toka kipindi cha nyuma. Happy Voice, mambo vipi? Safi, kwema. Kwema kabisa, uko fresh? Namshukuru Mungu niko poa. Okay. Umekuwa kabinti sasa, si tena yule mtoto ambaye wengi tulikuwa tunaona kama ni mtoto na nini. Sasa umekuwa mtu mzima. Tunakuwa, maisha yanabadilika. Unapendeza sana. Nashukuru. Mambo yanasemaje? Mambo yanaenda hivyo hivyo. Okay. Hapa ni kwa nani? Kwako, nyumba yako, ama umepanga, umechukua nyumba nzima, iko vipi? Hapa nimepanga, ndio, nyumba nzima. Nyumba nzima? Kwa nini umechukua nyumba nzima? Kuna mipango ambayo sio vizuri kuisema sana, ila nitaongelea kwa uchache tu. Siku za mbeleni nataka kuweka au kufungua studio. Okay. Jambo kubwa sana ile. Na ni chini ya mtu ama ni wewe mwenyewe kwa jitihada zako na Mwenyezi Mungu kuendelea kukubariki? Ni mimi mwenyewe tu, lakini nakaribisha pia kama kuna mtu anaweza akaja akaongezea nguvu. Tunaweza tukaongea pia. Okay.
Ni mziki ama kuna kingine ambacho unakifanya behind the scene? Ni mziki lakini pia na maduka. Kwa hiyo ndo hivyo. Hongera sana. Bana, binti mdogo anapambana kwa jitihada zake. Si mdangaji. Wewe utashindwa vipi kuweza kumsupport kwa namna moja ama nyingine? Mimi nimefurahi sana na pia niko proud kuweza kuona kile ambacho naendelea kukipambania licha ya kupitia wakati mgumu sana. Najua kuna kipindi kama ulisheki hivi, ndio maana pia tukaja kuona hata jina limebadilika na nini. Mategemeo ya kwako ambayo ulikuwa nayo, ulihisi kwamba utafika hapa ama pengine labda ulishaanza kukata tamaa? Kusema kweli nilikuwa nimeanza kukata tamaa kwa sababu nilipitia magumu. Wewe mwenyewe bro unajua ya kupoteza vitu vyako vya zamani ambavyo ulikuwa ushafika mbali kidogo inakupa wanaita depression. So nilikuwa nimeanza kukata tamaa, lakini Mungu mkubwa. Ukimtanguliza Mungu kwenye maisha yako kila kitu kinakaa sawa. Yeah. Mimi ulivyoniambia kwamba brother nimefanikiwa kufanya 1 2 3, nikawa nimekumbuka lile swala la Zuchu, nikasema ama Zuchu amefanya kitu. Kwa sababu najua yule mwanamke mwenzako, sidhani kama anaweza kukuacha hivi. Kuna mkono wa Zuchu hapa? Hapana, nafikiri hata ungekuepo asingefanya kimya. Kwa sababu kutoa ni kitu kizuri. Kwa hiyo angefanya tu public ili watu wengine waone. Nataka kufahamu, tutarudi hapa vizuri kuweza kulizungumzia hili. Kodi unalipa kiasi gani? Mama ameniambia kwamba ni wewe mwenyewe, hakuna mtu ambaye yuko nyuma yako kwa sasa, na una mipango mikubwa kiasi ambacho nalipia hapa. Na nyumba hii ina ukubwa ina vyumba vingapi? Wala kuna moja nyingine? Kodi ni 600,000 kwa mwezi. 600,000? Yeah. Bwana. Nimelipia miezi 3. Okay. Miezi 3 hapo tukipiga mahesabu 600,000 miezi 3 kama 1,80,000 1,800,000. 800,000. Sawa. Ndio. Umeitoa kwa nguvu zako mwenyewe? Nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Sawa. Na nyumba kwa nini labda nifahamu kidogo ambacho ulikuwa ukifikiria, ina vyumba vingapi? Ina vyumba 3, sebule, jiko, sitting room. Lakini kuna ukimya kwa mwenyewe? Niko mwenyewe. Yesu umefika mbinguni, nimelala niko mwenyewe. Hutaki kuchangamana na watu? Muda bado. Nataka turudi pale kwa Zuchu kwa namna moja ama nyingine. Unaweza kufanya EP nzima nyimbo ukimwimbia Zuchu kumsifia, lakini kwa namna moja ama nyingine, ndio maana nikakuza mwanzoni kwamba wenda Zuchu amefanya kitu fulani chini kwa chini na umesema kwamba hapana hajafanya. Mafanikio ambayo uliweza kuyapata mara baada ya kuweza kufanya EP ikimhusu Zuchu kumsifia, kama ni msanii ambaye anakuinspire na nini. Na si leo tu, umeanza kuzungumzia hilo muda mrefu sana toka tunakutana kuhusiana na swala zima la Zuchu. Mafanikio ni yapi? Nafikiri mafanikio makubwa ni yeye kunifahamu. Before nilikuwa sijui kama alikuwa ananijua au vipi, lakini baada ya kumuimbia nahisi moja kwa moja akanijua kutokana na alicomment kushukuru kwenye page yangu, lakini pia akanifollow TikTok. So nilifurahi na hiyo ndio ilikuwa dhamira kubwa ya mimi kufanya ile EP. Ndio mafanikio makubwa kwenye EP yangu. Kwa mafanikio ni kufuliwa na kukomentiwa tu. Unafanya kazi kubwa lakini. Sure. Ulijisikiaje lakini? Nilijisikia amani kutokana na mwingine hata asingeweza hata kushukuru wala kufanya chochote. Sawa, na tukaja kuona hapa katikati bwana pattern kwa moja nyingine kuweza kunyanyuliwa. Japo alikuwa amefanya kitu of course kaonekana, lakini Zuchu akaja kama kumpa support kubwa sana, ambapo kwa moja nyingine labda ya support ile pengine watu wengine kwa wakitegemea kwamba kwenda taiona kwako pia. Ulijisikiaje kuweza kumuona pattern ghafla tu yuko na Zuchu? Wewe umeimba nyimbo zako kadhaa,
umeishiwa kufoliwa na kukomentiwa. Pia jamii ambayo ilikuwa nakufuatilia walifanya reaction gani? Binafsi sikujisikia vibaya, nilijisikia tu vizuri kwa sababu alifanya kitu kizuri kunyanyua kipaji cha kijana mdogo. Nafikiri amejizolea swawabu nyingi sana kutokana na familia ya Paten sasa hivi. Pengine imebadilisha maisha yao kwa namna moja au nyingine, na yote hiyo ni sababu yake. Kwa hiyo alifanya kitu kizuri, mimi nampongeza. Haikuwa lazima kwamba kwa sababu nimemuimbia EP basi ndo anisupport. Za swali sikujisikia vibaya wala unyonge wowote. Lakini kwa mashabiki yenyewe ilikuwa tofauti kwa sababu kama unavyojua Wabongo kwenye comment lazima tu watakuja kushambulia kwamba mwenzio hajamtaja wala nini na kasapotiwa, lakini wewe nyimbo 3 lakini hamna chochote. Kwa mimi nilikuwa nachukulia kawaida kutokana ndo binadamu alivyo, kila mtu na fikra zake. Nashukuru Mungu. Kuna comment niliona pia kwamba Zuchu ana roho mbaya sana, amekuacha wewe kwenye video zako ambazo una share na mafans zako. Nikaona kama wengi pia wanamvaa Zuchu, lakini wewe yani kukosoa kwa wewe kama ambavyo umeweza kuzungumza kwamba yani ulifanya kitu kama umejipendekeza afu hakuna chochote ambacho umeweza kufanikiwa na nini. Zuchu pia kuweza kutolewa baadhi ya kauli ambazo zilikuwa si nzuri sana. Ulipokeaje hiyo na ilikuwa affect kwa namna moja ama nyingine? Kwanza Zuchu hakunitolea kauli mbaya. Mashabiki wali comment. Ni walikuwa tu wanatunga, ndio maana kama nilivyokuambia binadamu yani anaongea lake ili kukutoa kwenye reli au ile Zuchu kutukanwa kwa sababu wewe labda hujasaidiwa. Ulichukuliaje? Ni kawaida. Nafikiri hata Zuchu mwenyewe pia alichukulia kawaida kwa sababu yeye kwenye game kitambo na comment hizo pia anapokea nyingi. Unajua binadamu yani hata ufanyeje, kwa sababu hata alivyomsaidia Paten yenyewe kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema yeye ndo anatembelea upepo wadogo. Kwa yani havikwepeki, ni kuviangalia na kuviacha basi. Kuna mpango wa ziada ambao labda unafikiria kufanya pengine mradi uzidi kuonekana katika upande huu kwa upande wa Zuchu, ama ndo tumeishia hapo tulipoishia? Kama unakumbuka kipindi naiongelea EP ya Zuchu mara kwanza kabisa, nilisema sio mpango ambao ni kama hivi endelevu fulani hivi au unasukumwa na mimi, no. Hata kutoa nyimbo yenyewe ilikuwa ni hisia tu zilinisukuma kufanya hivyo. Kwa siwezi kuongelea kwa sababu sijajua tena mbele kitatokea nini. Yani sio kama kitu kimepangwa direct kutoka hiki kitafuta hiki, amna. Yani kama tu kinakuja. This time nataka kuachia hichi hivyo. Sawa. Na kuna mmoja mwingine tumeweza kumbukumbu zangu mimi na pia hata mtu ambaye anakutazama, japo umekuwa mrembo, umekuwa binti mzuri mashallah, bado kuna ule muonekano fulani kwa mbali wa Mbosso. Kipindi unajitafuta ama kipindi cha nyuma kweli pale kulikuwa na namna ambayo ulikuwa unaonekana karibia pure kwa kama Mbosso. Sasa unamwamama kidogo lakini bado kuna kale ka Mbosso fulani. Nadhani bado watu wanaendelea kucomment hivyo. Wana comment sana, bado hawajaacha. Sana wanaendelea. Hata kukuona kwenye tukio la Mbosso, na nadhani sasa ndo nafasi yako kwenda huku na kule. Nafikiri walioshiriki pale wamealikwa. Mimi sina mawasiliano naye. Pia sina mahusiano naye karibu sana, kwa hiyo pengine hiyo ndo sababu. Unaweza ukafika pale ukadaiwa nini kadi. Utajielezeaje sasa? Sorry bwana, mimi ni mdogo wake Mbosso na nini. Hivyo havihusiani. Anasema sisi tunaangalia kadi, hatuangalii mdogo wake wala nini. Sawa, lakini kuna namna ambayo tayari ushakutana naye hivi? Kusema kweli Mbosso sijawahi kukutana naye wala yani hatujawahi kwenye kona zozote, yani bado hatujawahi kupatana. Lakini unawish one day? Nawish sana. Sawa.
Kwa upande wake kidogo tuzungumzie, ameweza kufanya kazi, ameweza kuachia EP ngoma kali sana. Kwa upande wako unazibrace vipi, labda kwa maneno fulani mawili matatu? Kwanza sijapata nafasi ya kuzisikiliza zote, japo nimeisikia, sijui kuna ngoma inaitwa Power. Ile ni kali sana. Mbosso hajawahi kukosea, mimi namuaminia 100% kwenye kipande hicho. Kwa hiyo mimi namuombea tu afanikishe ndoto zake, awe msanii mkubwa zaidi ya pale. Kwa mfano na Mbosso, kuna chochote ambacho kishawahi kutokea labda kwa namna moja ama nyingine kati yangu mimi na Mbosso? Yaani katika muonekano wako huu kufananishwa, kuna kitu chochote kishatokea kwa sababu ya kufanana kwako? Labda tu kusimamishwa tu njiani, labda kuitwa pia Mbosso wa kike au dada yake Mbosso au mdogo wake Mbosso. Hicho tunafikiria amna kingine. Kutokana na Mbosso labda ni mtu mzuri. Angekuwa labda mwizi, ningefukuzwa. Oshaki kunibia ndo naanza kusema so mimi umefananisha, lakini ni mtu mzuri, kwa hiyo akija kutokea kitu kibaya kutokana na kufananishwa kwake. Umefika pahala ambapo kuwa mtu mzima, najua kuna na changamoto, lakini pia kuna na mabadiliko mengi sana. Mpaka sasa unajua hujanitambulisha shemeji, lakini tu licha kusikia na pia nimesikia kwamba una mtu ambaye uko naye. Sasa sijajua unaishi naye hapa ama anakaa huko na kwanza nikanushe, sina mtu kwa sasa hivi. Sina mtu, ila tu simu DM haziwezi kukosekana. Wakaka wanatuongoza, wengine mpaka wanajiposti. Kama kuna kaka mmoja juzi kati naona anajiposti, sijui nampenda Happy Voice nini. So hivyo vitu tu vinatokea, lakini sina mahusiano serious. By the way, uko single? Niko single. Mimi tu nina marafiki wengi sana, wanaume wengi. Jimbo liko wazi. Lakini sio ndo fursa watu waje, no. Kwa sasa tu bado siko tayari kuingia kwenye mahusiano. Mahusiano na mambo mengi sana, kwa hiyo inabidi ufocus na kitu kimoja. Kikifika level fulani ndo unajiingiza sasa, unajiweka. Sasa kama hivyo mtu mpaka anajiposti kwamba anakupenda ama mpo katika mahusiano? Anatafuta watu sijui anikutanishe naye, ananipenda. Nipenda. Ana haso kwa ajili yako. Kitu kama hicho. Na wewe ushakufanya reaction yote kwake? Labda kumjibu, kufanya chochote? Hapana, lazima kidogo uangalie brand yako. Yaani sio kila kitu unaweza ukakijibu kwa hapo. Kutokana na uwezi kujua ukweli kamili wa hicho anachokizungumza. Kwa mimi niliona tu nikajua labda amefanya kama comedy. Sije ukasababisha jitu likanyonga huko. Unaweza kachukua comedy kumbe mtu kazama mazima. Sidhani, vijana mjini masiala mengi. Sawa. Unachukia mapenzi by the way labda? Hapana. Siachukii. Kwa nini achukie? Sawa. Labda kwa haraka nataka kufahamu ratiba zako kwa kila siku ziko vipi? Kama zitatofautiana basi kuna vitu fulani lazima kwa siku lazima uvifanye. Sasa hivi ratiba zangu zimebadilika kwa kiasi kikubwa, kutokana na zamani nilikuwa na duka la nguo Mabibo. Sasa hivi nimeweka mtu, kwa hiyo muda mwingi sana nakuwa home. Naamka nafanya usafi, naandaa chai, kalia movie kidogo, natunga nyimbo. Yaani nashinda tu nyumbani kusema ukweli. Ndio ratiba yangu ipo hivyo ya. Sawa. Na labda kwa namna moja ama nyingine uweza kumzungumzia mama hapa, na mimi nafahamu na pia watu ambao nakufuatilia naamini anafahamu kuhusiana na swala hili la upande wa wazazi. Nafahamu kama yuko mama peke yake kwa sasa, ndio nampigania mama akae sawa, afurahi maisha, enjoy, lakini pia nampambania mama walau aone kwamba yes na mtoto wa kike ambaye ana nizingatia kwa namna moja ama nyingine.
Atakuja kukaa hapa ama? Yeah, lakini sio ile milele. Hapana. Ni kama kusalimia siku kadhaa zeni anarudi, kutokana na yeye kule anaishi na wajukuu. Pia una biashara zake anazifanya. Bado mwanae hajafikia ule uwezo wa kumwambia sasa mama kaa usifanye kazi, kaa hapa na kufanya kila kitu. Bado tunaendelea kupambana. Ikifika time hiyo basi tamuita. Tukaongea naye kidogo. Tukamsikia wala kwa uchache. Tamsalimia kidogo mama. Sasa sijampanga hapa. Hamna, sasa umpange nini? Tunazungumza naye. Mimi nitazungumza naye tu kwa namna moja ama nyingine. Ni walau nimsalimie tu. Mpaka umpange kwamba bwana umpe taarifa mama utapigiwa na mwandishi habari. Unajua wazazi wetu tena. Basi inakuwa tu ni kaida. Walau tumsikie tu kwa mbali kidogo. Sawa, ngoja. Unajua nafanya hivyo pia nataka tuone furaha ya mama kwa mtoto kwa vipi, lakini pia mawili matatu hata mimi nikizungumza naye tafarijika, unajua. Na pia siku inabidi tumtembelee nyumbani kama inawezekana. Yes, amna shida. Okay. Nyumbani ni wapi vile ambako anakaa? Kisarawe. Bwana huyu ni mtoto wa kike ambaye anapambana pia kwa ajili ya mama. Unajua ndio maana mimi pia tunakuwa tunajaribu kuangalia namna ambayo ipo kwa upande wake. Ni binti mdogo lakini anapambana. Kwa hiyo hata wewe pia kama unataka kuweza kumsupport, jamani tumsupport huyu binti. Anapambana na anategemewa pia na familia. Ni mdogo lakini akili ziko mingi sana. Utasikia hapa Yeah. mwandishi wa habari. Nataka tuzungumze kidogo na mama hapa. Anakuuliza tu habari zangu kwenye muziki nini. Utajua bwana. Yes, hello mama. Sasa je, alifikiri na kuna nini? Okay. Nampigia. Ngoja tusubiri ampigie tena kwa namna moja ama nyingine tuweza kuzungumza naye. Mama hivi kumpa kazi yote kwenye video labda akaplay part kwenye video. Mama. Mbona sio umekata? Niko sehemu nyingine, ngoja kwanza nitoke. Okay. Okay. Mama shikamoo. Wala baada huko. Mama salama, alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Vipi hali yako mzaa chema? Mungu anasaidia, tunashukuru Mungu. Okay. Mama leo nimemtembelea mwanao. Nikasema siwezi nikamwacha bila kukusalimia mamangu. Ndio. Vipi hali yako? Sisi hatujambo. Okay. Umekula nini leo mama? Leo nimekula miogo na chai tu. Miogo na chai tu. Au ni chakula ambacho nakipenda? Hamna, sasa nilivyokunywa chai na watoto wa shule wako shuleni, basi nimeona upepo kupika, watarudi na wenyewe watapika. Nataka nishangae. Happy Voice ni ana roho nzuri sana. Kwa nini naruhusu mama ale miogo pekee? Kumbe mama umeamua tu mwenyewe kwamba nimeamua mimi mwenyewe, siwezi kusema uongo mwanangu. Sawa. Mtoto wako kwa uchache kidogo Happy Voice unamzungumziaje mamangu? Ni mtoto aina gani? Ni mtukutu? Yuko vipi? Mtoto wako huyu Happy unamzungumziaje? Ni mjanja mtukutu ama yuko vipi? Mimi mwanangu mjanja ndio. Anahangaika, naomba tu Mwenyezi Mungu amsaidie na yeye apate kuwa na uwezo wake, anajishughulisha tu. Sawa. Unapenda kile ambacho nakifanya? Na ukweli nakipenda sana. Okay. Na umempa baraka zote? Namuombea baraka zote, ila Mungu tu atamnusuru na yeye atafanana kama wenzake na wenyewe walianza kama yeye. Amina mamangu, amina. Dua kubwa sana. Sawa. Mimi nadhani kuna siku tutakutembelea huko mamangu
Haya, karibu sana. Shukrani sana. Basi sawa mama, asante sana. Haya, Mungu abariki. Okay, asante. Ya, tumezungumza na mama wa Happy hapa, Happy Voice. Amesema ni mwanangu ni mjanja. Ujanja aliozungumza mama nimeelewa ni kwamba ni mchakalikaji, yani unajua, na ni kitu kizuri pia, na kama kungekuwa na kasoro mama angetuambia hapa, kwa sababu unajua hakutegemea maswali mengine kuweza kuuliza kwa moja nyingine. By the way, nimefurahi kumsikia na inaonekana mama anakupenda sana. Yeah, sana. Okay. Na mimi nampenda pia. Sawa. Game lina changamoto nyingi, na kila unavyozidi kupiga hatua kama hii ambayo umefanya leo hii, kuna vitu ambavyo utaanza kuona vinabadilika kwako. Kuna watu wataanza kukuchukia, wengine najua kuna wengine ndo wataongeza kukupenda na kusema kwamba kweli kumbe tunamsupport mtu ambaye yuko serious. Umejipanga vipi sasa baada ya wewe kuweza kuonesha hatua hii nyingine? Kikubwa tu mimi namtanguliza Mwenyezi Mungu. Pengine aniongoze, kwa sababu haya ni maisha mapya. Tangia nimeanza kujitegemea sijawahi kuyaishi. Kwa hiyo namuomba Mungu kwanza anipe hekima, busara, sijione kama labda ndo nimefika. Unajua kwa baadhi ya watu hichi ni kitu kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaona kikubwa ukaanza kuzalau labda wengine na nini. Kwa hiyo namuomba, yani mimi namtanguliza tu Mungu sana. Pia kuhusiana na maadui, marafiki watakaojisogeza karibu, wengine watajisogeza kwa unafiki. Zamani kipindi unaaso uko chini walikuwa wanakunyanyapaa, wanakusema. Sasa hivi umepiga hatua kadogo, watajisogeza. Kwa hiyo mimi namshukuru tu Mungu, pia namshirikisha aniongoze kwamba hawa ni watu wazuri, hawa sahihi, hawa achana nao. Ya, nafikiri tutashinda kwa sababu yeye ndo kanifikisha hapa, basi ataniongoza vyema kuyaishi haya maisha ambayo kanipatia yeye. Ndio. Ni maneno ya busara sana ameweza kuzungumza Happy, na mimi nakuombea Mwenyezi Mungu zidi kusimama zaidi na zaidi, ukae mtu katika hali ambayo ya heshima lakini mafanikio zaidi. Na pia nikuombee maisha marefu, maana bila uhai bwana hakuna chochote ambacho tunaweza kukifanikisha. Mungu akusimamie zaidi, umtunze mama, umfanikishie malengo yake. Najua kuna vitu anavitamani, kwa hiyo iwe hivyo siku zote daima. Amina, nashukuru sana. Na tumeweza kuzungumza mengi sana. Mimi nataka tufahamu kama kuna watu wanakutazama na pengine nataka kukusupport hizo katika biashara zako na vitu vingine tofauti vya hapa na pale, muziki wako pia, wanaweza kukupata vipi? Mitandao yangu ya kijamii yote natumia Happy Voice. TikTok Happy Voice TZ. Kwa hiyo naomba tu anisupport. Tunakuja na project mpya soon. Sisemi inaitwaje, lakini ikiwa tayari tutatangaziana pia. Kwa hiyo naomba tu waendelee kunishika mkono, kijana mwenzao, pambanaji kama mama alivyosema, mchakalikaji. Sijaigi kukata tamaa, japokuwa nishaigi kufikiria, lakini fikra zinagonga mwamba na kwa naendelea na upambanaji. Kwa machache yangu ndo hayo tu. Labda namba ya simu ambayo unaweza kuiacha kwa public ili mtu mwingine kama simfuatilie. Kuna watu wengine wazima nini hanaga mambo mitandao. Namba yako ya simu? 0628 71 6661. Sawa kabisa. Napatikana WhatsApp pia? Ipo WhatsApp na kawaida. Okay, sawa. Bana, kwa namba hizo utaweza kumpata Happy Voice. Kama wewe uko ndani ya Tanzania ukianza na 0 sio mbaya, lakini kama uko nje ya Tanzania ukianza na +255 itakuwa vizuri zaidi, na mimi nitakuandikia hapo kama ambavyo utaziona hapo chini ya video. Itakuwa vyema kabisa kuweza kumcheki na kuweza kumpa support binti hapa, imradi aweze kukaa sehemu ambayo inahitajika, na Mwenyezi Mungu na mimi nataka kubariki zaidi na zaidi. Lolote la kumalizia pengine? Nawapenda sana. Lakini tusiache kupambana. Sawa. Anawapenda sana, msiache kupambana. Hii ni King Paul TV, the best quality. Yes.